Unajua kwamba punje ndogo ya karafuu unayoiweka mdomoni asubuhi ina nguvu kubwa ya kemia inayoweza kubadilisha mifumo ya mwili wako ndani ya dakika chache? Watu wengi wamezoea kukimbilia kutafuna kiwango kikubwa cha karafuu hadi 7 au zaidi kwa siku, wakiamini kuwa kwa kuwa ni mmea wa asili, basi kadiri unavyokula nyingi ndivyo unavyopata faida kubwa. Ukweli wa kibiolojia ni kwamba karafuu sio kiungo cha chakula cha kawaida tu. Ni ghala lilosheheni mafuta yenye chachu kali ya eugenol. Unapoiruhusu kemikali hii hai kuingia mwilini kwa utaratibu na kiwango sahihi, inafanya kazi kama ngao. Lakini unapokiuka kile tunachokiita kiwango salama cha kibiolojia, biological threshold, mmea huu unageuka kuwa kichocheo cha uharibifu wa seli na tishu zako za ndani. Ukitafuna kiwango cha ushauri cha punje 1 hadi 2 pekee kwa siku, mwili wako unafaidika kwa kiwango cha juu sana, kuanzia kwenye mfumo wa kinywa hadi tumboni. Faida ya kwanza na ya haraka ipo kwenye afya ya kinywa. Viambata vya eugenol hufanya kazi kama kiuandawa asili, antiseptic, kinachoua bakteria wabaya wanaosababisha harufu mbaya mdomoni, meno kuuma na fizi kuvimba. Kibiolojia, mafuta haya yanapofika tumboni kwa kiwango kidogo, yanachochea uzalishaji wa vimeng'enya, enzymes, vinavyosaidia mmeng'enyo wa chakula na kupunguza gesi. Zaidi ya hapo, karafuu ina nguvu kubwa ya kuondoa sumu mwilini, antioxidants, ambayo husaidia kulinda seli zako dhidi ya uharibifu unaotokana na mazingira au vyakula vya viwandani. Ili kupata faida hizi bila kuingia kwenye mitego ya kiafya, maandalizi na muda wa kutumia ni mambo ya msingi sana. Njia sahihi ya kuandaa ni kuchukua punje hizo 2 safi na kuzitafuna taratibu mdomoni ili kuruhusu mate yako yachanganyike na mafuta yake kabla ya kumeza. Muda salama zaidi wa kutumia ni asubuhi baada ya kupata chakula cha staftahi breakfast au jioni baada ya chakula cha usiku. Kutafuna karafuu ukiwa na tumbo tupu kabla ya kula kitu chochote asubuhi ni makosa makubwa ya kiutendaji, kwani asidi na ukali wa mafuta ya karafuu unaweza kusababisha msuguano mkali kwenye seli za ukuta wa tumbo ambazo hazina ulinzi wa chakula kwa wakati huo. Pamoja na faida hizi zote, tahadhari kubwa lazima ichukuliwe, kwa sababu unywaji au ulaji wa kiwango kikubwa kama kutafuta punje 7 asubuhi na 7 jioni unaleta athari mbaya. Kiwango kikubwa cha eugenol kina tabia ya kuzuia damu kuganda, blood thinning effect, na kinaweza kusababisha vidonda vya tumbo kutokana na kulika kwa tishu laini za ndani. Kwa muktadha huu, matumizi ya kiwango hiki kidogo, punje 1 au 2, ni salama kabisa kwa watu wazima wenye afya njema wanaotaka kuimarisha kinga zao, kusafisha kinywa au kuboresha mfumo wao wa mmeng'enyo wa chakula. Hata hivyo, kuna kundi la watu ambao sio salama kwao kabisa kutumia karafuu bila usimamizi wa karibu wa kidaktari. Kundi hili linajumuisha watu wenye matatizo au historia ya vidonda vya tumbo, ulcers, kwani ukali wa kiungo hiki utachochea vidonda kulika zaidi na kuvuja damu. Wagonjwa wanaotumia dawa za kuzuia damu kuganda kama vile aspirin au warfarin, kwani karafuu itaongeza nguvu ya dawa hizo na kuhatarisha mwili kupata uvujaji wa damu wa ndani, internal bleeding. Watu wanaokaribia kufanyiwa upasuaji, surgery, wowote ule ndani ya wiki 2, kwa sababu inaweza kuingiliana na mfumo wa ugandaji wa damu wakati wa operesheni. Mama wajawazito na wanaonyonyesha ambao wanapaswa kuepuka viwango vya kitabibu vya mimea hii ili kulinda usalama wa mtoto. Naturemed Supplies, tuna wajibu mkubwa wa kimaadili kuhakikisha kwamba jamii yetu haitumii rasilimali za asili kwa kufuata mihemko au mapokeo ya juu tu, bali inalenga kuelewa misingi halisi ya kiutendaji ndani ya miili yetu. Mimea yote ya tiba inayotuzunguka, ukiwemo mchanganyiko wowote wa kiasili, hufanya kazi kama kemikali hai zinazoingia mwilini kuathiri au kuchochea mifumo mbalimbali ya kibiolojia. Unapoweka kitu kinywani mwako, seli na tishu zako huanza kukifyonza, na hapo ndipo usahihi wa kiwango unapohitajika. Binadamu wengi wamekuwa wakiamini kimakosa kwamba kwa kuwa mmea ni wa asili, basi hauwezi kuleta madhara hata ukitumiwa kwa kiwango kibla namna gani. Huu ni mtego hatari sana unaoweza kusababisha uharibifu wa viungo vya ndani. Ukiangalia kiundani, mfumo wetu wa biochemistry, viungo kama ini na figo vimeumbwa kuchuja kila kitu kinachoingia mwilini ili kuondoa sumu.
Unapochukua viambata hai vyenye nguvu kubwa sana ya kioksidishaji na kuvirundika mwilini bila mpangilio wala vipimo vinavyokubalika kibiolojia, unajisababishia kile tunachokiita kitaalamu kama upakiaji mkubwa wa sumu kwenye viungo, organ toxicity. Mfano mzuri ni pale seli za ukuta wa tumbo lako zinaposhindwa hadi kuhimili msuguano wa kemikali zenye asidi kali au mafuta yenye chachu ya juu, jambo ambalo hupelekea tishu hizo kulika na kuanza kuvuja damu au kutengeneza vidonda vinavyochukua muda mrefu kupona. Ni lazima tubadilishe mtazamo wetu na kuanza kutibu miili yetu kwa heshima, tukitambua kwamba hata seli zetu zina viwango maalumu vya uvumilivu vinavyopaswa kuzingatiwa. Naturemed Supplies, msisitizo wetu mkuu daima utabaki kwenye dhana ya kiwango salama cha kibiolojia, biological threshold. Hakuna mmea unaoweza kufanya kazi vizuri ikiwa unalazimisha mifumo yako ya usafirishaji wa damu kuisafirisha kemikali hiyo kwa shinikizo kubwa kupita kiasi. Badala ya kusaidia kuimarisha kinga, unaweza kujikuta unazidisha uharibifu wa seli, oxidative stress, na kuubebesha mwili mzigo wa ziada wa kujilinda dhidi ya kile ulichokula. Ndiyo maana tunasihi na kushauri kwa dhati kabisa. Tunapotoa mwongozo wa jinsi ya kutumia tiba hizi za asili, fuata maelekezo yaliyofanyiwa utafiti na usijaribu kubadili vipimo kwa hisia zako binafsi. Kulinda afya yako huanza kwa kuheshimu kemia ya mwili wako na kuacha tabia ya kuchanganya kila mmea unaousikia bila kuwa na uelewa mpana wa jinsi vitu hivyo vinavyoenda kuathiri utendaji kazi wa homoni na vimeng'enya vyako vya ndani. Katika ulimwengu wa sasa ambapo taarifa zisizo sahihi zinasambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, jamii imekuwa ikichukulia mimea tiba kama kitu cha majaribio yasiyo na mipaka. Hapa Naturemed Supplies tunataka uelewe kuwa pale unapomeza punje ya mmea, kiwanja chake hai cha kikemia kinapoingia kwenye mzunguko wako wa damu, hakitambui kama kimetoka kwenye mti au kimetoka kwenye kiwanda cha madawa. Kinachofanya kazi ni kemia safi. Mfumo wako wa kinga ya mwili, immune system, unahitaji uwiano thabiti wa virutubisho ili kulinda seli zake, na sio mapigano ya mara kwa mara ya kusafisha sumu zinazotokana na mchanganyiko holela. Unapochukua hatua ya makusudi ya kudhibiti kile unachokula kwa kuzingatia vipimo vilivyothibitishwa kisayansi, unakuwa umepiga hatua kubwa ya kuiepusha miundo yako ya DNA na seli dhidi ya mabadiliko hasi yanayoweza kusababishwa na sumu za mimea, phytotoxicity. Tunatoa wito wa mabadiliko ya kifikra katika utamaduni wetu wa utunzaji wa afya. Afya bora ya kudumu haipatikani kwa kutafuta suluhisho la haraka la miujiza kupitia idadi kubwa ya vinywaji vikali vya asili, bali inajengwa kwa nidhamu ya kiwango, mwendelezo na uelewa wa kibiolojia. Kabla hujaamua kuchukua ushauri wowote unaosikia mitaani kuhusu kuchemsha au kutafuna mmea fulani, jiulize kwanza: je, nafanya hivi kwa kufuata ushahidi wa kisayansi na kemia ya mwili wangu, au unaongozwa na hisia na shinikizo la mitandao? Linda viungo vyako vya ndani leo ili viweze kukulinda kesho. Heshimu kila seli ya mwili wako kwa kuipa kile inachohitaji katika kiwango sahihi na kwa wakati sahihi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.